Pamoja na kwamba tunahamasishana tujenge, lakini ununuzi wa viwanja nao umekuwa ukileta changamoto mbalimbali kiasi kwamba inafanya watu washindwe kujenga kutokana na migogoro ya ardhi ambayo imewakuta katika viwanja vyao ambao tayari wamevinunua. Kwa hiyo ninakwambia wewe ambaye tayari una mpango wa kufanya hivyo, una mpango wa kununua kiwanja, basi ongeza umakini zaidi kuweza kuepuka changamoto hizo. Hapa nimekuletea guest house iliyo complete yenye jumla vyumba 9 vya kulala, vyote ni self na vitu vingine vya ziada vya kutosha tu kama ambavyo naweza nikakuelezea hapa. Jengo hili lina chumba cha kulia chakula kwa maana ya dining hall. Eneo ambalo watu wanaweza kukaa hapo kupata chakula na kupiga story mbili tatu, lakini pia jiko pamoja na store yake. Ndiyo, jiko na store yake havihusiani na guest. Jiko na store yake vinahusiana na dining area kwa maana sehemu ya kulia chakula. Kwa hiyo watu watakuja hapo wapate msosi, wapige chakula, baada ya hapo mambo mengine yaweze kuendelea huko, lakini watu wataandaa chakula jikoni, watatuza chakula store, waandae jikoni na wakilete hapo wataweza kupata chakula. Lakini kutokana na hadhi ya guest house hizi ambazo kama hii ambayo nimekuletea hapa, chakula kingine kianza kikawa kikisambazwa katika vyumba pia. Mtu ambaye yuko chumbani hawezi kuja hapo, basi anaweza akafuata chumbani na kupata chakula hapo, mambo mengine yakapendeza na yakawa mazuri zaidi huko. Lakini kuko na mlango wa mtu kuweza kuingia jikoni bila hata kupita upande wa reception, kwa maana upande wa vyumbani. Hii ni nzuri sana na inapendeza mno kwa sababu inamfanya mtu kuwa huru zaidi katika nyumba yake. Lakini pia ukiangalia ili jengo letu, kitu kinachovutia zaidi ni mpangilio wake wa namna ambavyo jengo limepangilika. Pia ukiachana na hivyo vitu, kuko na ofisi ya reception au sehemu ya mapokezi, lakini pia store kwa ajili ya vyumba vyote. Ina maana hii store ndio itakuwa inahifadhi vifaa. Inahitaji mashuka, inahitaji vifaa vya kusafishia, vifaa vya nini, vyote vitakuwa vikihifadhiwa katika hiyo store kwa ajili ya guest house. Lakini pia kuko na chumba maalum kwa ajili ya kufulia nguo. Hii ni laundry room. Sawa, hii ni laundry room nayo pia ipo, lakini kuna choo cha public kwa ajili ya wahudumu na watu ambao watakao kuwa wakiingia hapa hawahusiki katika vyumba vya guest house. Hii hapa, upana wa hili jengo ni mita 15 na urefu ni mita 17. Ni nzuri sana, jengo ni la kisasa.